Kuna huyu mwandishi wa habari wa michezo kutokea kule nchini Ghana anayefahamika kwa jina la Mickey JNR, African Football Journalist. Mwandishi huyu amekuwa akitetea Simba Sport Club iweze kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa, kitu ambacho kimekuwa tofauti kwa waandishi wa habari hapa nchini. Haonekani wakifanya hivyo kama huyu jamaa anavyofanya. Nafikiri kama wewe ni mfuatiliaji wa mpira Afrika, unaweza ukawa unamfahamu huyu jamaa anayejulikana kwa jina la Mick. Kama utakuwa humfahamu, basi hichi ni kipimo tosha cha kwamba wewe sio mfuatiliaji wa mpira wa miguu. Huyu jamaa amekuwa maarufu sana, anakuwa akiposti mambo yanayoendelea barani Afrika kimichezo, hata akicheza Ahal na Mamelodi, wakicheza Raja Casablanca na RS Berkane na timu zingine za Afrika. Hata Yanga wakicheza, huyu jamaa huwa mara nyingi anaposti na huwa anafuatilia. Na si kufuatilia tu, huyu jamaa anasafiri kabisa mpaka nchi husika ambako mechi inachezwa, na hapa Tanzania alishawahi kufika mara kadhaa, na ni mtu ambaye anaonekana anapenda sana kufuatilia soka la Tanzania. Kwa upande wangu, hii sijajua kwamba ni mapenzi yake kwa Simba, kwa jinsi anavyoipigania Simba iweze kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa, ama ni moja kati ya kazi inamfanya afanye hivyo. Sijajua ni mapenzi au ni kazi yake na mlazimu aweze kufanya hivyo. Lakini kama ni kazi yake, kwa nini waandishi wa hapa Bongo hawaonekani kuweza kufanya kitu cha namna hii kama anavyofanya huyu jamaa? Kama unifuatilia wa soka, utakuwa unafuatilia posti zake anazoposti. Kila posti anaposti, na mara ya mwisho aliweza kuposti mzee Crestus Magoli akiwa katika uwanja ule wa Benjamin Mkapa, akionyesha jinsi uwanja ulivyokuwa ukionekana, na akasema kwamba kwa nini imekuwa hivi. RS Berkane ndo amekuwa wa kwanza kuweza kuposti na kuweka kambi Zanzibar, kwa maana kwamba wanajua tarehe, na aliweza kuposti kwamba mechi itafanyika Zanzibar kabla ya Simba kuweza kufahamu, kwa maana kwamba wenyeji wa mchezo. Huyu jamaa kuna posti nyingi sana ameweza kuziposti zikihusiana na Simba kuweza kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa, kompia na waandishi wetu wa habari wengi wetu wakiwa na support, na mabishano yakiwa yanaendelea, wengine watu wachezee Zanzibar, wengine ichezwe hapa Benjamin Mkapa. Kama unafuatilia huyu jamaa, nafikiri unamfahamu vizuri kabisa, na ana historia ndefu tangu kipindi cha Babla akiwa Simba alishawahi kufika hapa na anafika mara kwa mara. Huyu jamaa anaonekana alijua boli kweli kweli, si Mtanzania, ni Mghana, lakini anatupambania. Toa maoni yako hapa kuhusiana na alichokifanya huyu jamaa, na vipi kuhusiana na waandishi wa habari wa hapa Bongo. Mimi ni Steven Kamil, hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, like, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.